Kwa hiyo eneo la Dongobesh pia nalo litahudumiwa, kwa sababu watu Dongobesh inakuwa kwa spidi sana. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, huu ndio mradi wetu kwa ujumla unavyouona. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kama tulivyoeleza, kilomita za usambazaji wa maji ni kilomita 372 na vituo 192, lakini hadi sasa katika hivi vijiji vinne tumeshalaza kilomita 80 na tumeshajenga prepaid meter na zinatoa maji, na hadi ninavyozungumza sasa hivi watu wameshalipia tokea tumeanza kuoperate huo mradi. CBUS ile kamati ya maji ngazi ya jamii na kusanya mapato imeshakusanya milioni 1.2 na katika zile kadi za prepaid meter tumeshaziweka kadi za prepaid meter 1528. Kwa hiyo kwa hivi vijiji vinne wamesharejista watu 880. Nimshukuru RM wa Manyara kwa presentation, lakini pia niwapongeze sana RUWASA kwa kazi kubwa wanaendelea kuifanya ya kuwasogezea wananchi wetu maji karibu. Kwa kupongeza Wizara ya Maji kwa kazi kubwa iliyofanyika, lakini pia tumpongeza RM na management yake kwa usimamizi mahiri wa miradi hii. Ni muhimu zaidi pia kwamba tuendelee kuhifadhi maeneo ambayo tunaita catchment areas, kwa sababu tukiharibu hivyo hayo maeneo, manake ndio itakuwa sababu mojawapo ya kujikuta tunakuwa na runoff zaidi kuliko maji yanayoingia ardhini ambazo ndo zinasababisha recharge kwenye river, kwenye zile underground water. Mimi naitwa Dickson Villa, mbunge wa jimbo la Mafinga na mjumbe wa kamati. Ninayo furaha kubwa kufika hapa, lakini kujionea haya tuliyoyaona. Niungane na wenzangu kumpongeza RM pamoja na timu nzima, lakini pia nichukue nafasi hii kuipongeza serikali ya eneo hili kwenye wilaya hii ya Mbulu. Tumekuwa na mkuu wa wilaya tangu mwanzo, tunakupongeza sana kaka. Kazi ni kubwa na inaonekana. Lakini kwa mujibu wa taarifa ya mradi inaonekana mradi huu ulitakiwa kukamilika tarehe 2 mwezi wa 11 mwakani, ambapo kwa sasa tumeuona mradi umesonga, lakini ukitizama supply ya ile kasi ile ya kuhakikisha kwamba mradi huu unakamilika mwakani compare na huwa kuna ule muda wa ziada, tunaona kabisa kasi kama iongezwe kidogo. Ushauri ambao ningependa kushauri ni kwamba mradi ni mzuri, mradi ni mkubwa na unajengwa kwa ustadi mkubwa, lakini kasi iongezeke kidogo ili to meet target hii. Vinginevyo kama kuna changamoto nyingine za malipo na nini, lakini kama nia ya serikali ni kuhakikisha kwamba mradi unapokamilika kwa 80% unatakiwa uwe umeshaanza kutoa huduma. Kwa hiyo ndugu zangu viongozi wa mamlaka ya maji RUWASA, umahiri wenu tunaujua. Tunaomba muongeze kasi kuhakikisha kwamba wananchi wanaanza kushuhudia matunda ya nia ya Mheshimiwa Rais mapema. Sasa rai yangu kwa wananchi, miradi hii mara nyingi wakati wa usimamizi, wakati inapotekelezwa inakuwa bora sana na inakuwa na mwendelezo mzuri. Lakini baada ya mamlaka kumaliza kazi yake, wananchi wamekuwa wanaihujumu sana hii miradi. Sasa wananchi wa Haydom, ingekuwa ni vizuri sana wajue na wasikie kwamba nia ya serikali ni kufikisha huduma kwa wananchi, na wao wawe sehemu ya kuilinda hii miradi pamoja na miundombinu yake. Nilipopata nafasi ya kushuka hapa mwenyekiti, nimezungumza na wananchi 2-3, nimewauliza manufaa wanayoyapata kutoka kwenye mradi. Mzee mmoja pale amesema Mama Samia tutamkumbuka hata akiwa mbinguni. Maana yake mradi huu anauhitaji. Sasa kama mradi huu unahitajika kwa kiwango hicho, basi tunaomba wananchi wa eneo hili waulinde mradi na miundombinu yake kuanzia hapa na kule unakokwenda. Mimi naitwa Asia Sharif, ni mbunge nafasi za wanawake na tukia mkoa wa Kaskazini Pemba. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nichukue nafasi hii kumpongeza Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Na sababu ya kumpongeza Mama Samia ni namna anavyoendelea kutuletea maendeleo wananchi wake, ikiwemo suala hili zima la sekta ya maji.
Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi ni wahanga kwa sababu wanawake kama tunavyofahamu maji ndio kila kitu, na sisi ndio tunatumika sana majumbani kwetu, lakini Mama Samia ameweza kututua siku hadi siku ndoo kichwani na kutupelekea wanawake kuweza kufanya fursa zetu za kimaendeleo na za kiuchumi kwa urahisi zaidi. Hii ni kutokana na kuweza kupata huduma ya maji safi na salama mjini na vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala langu mimi litakuja kama hivi ifuatavyo. Kwanza, nipongeze sana serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Mama Samia. Lakini niupongeze sana mradi huu ambao umekwenda kwa spidi kubwa na ya kisasa na ambayo wananchi ndio walikuwa wakitegemea. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na wizara husika kwa kufanikisha jambo hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala langu nilikuwa naulizia swala zima la ulinzi na usalama wa mradi huu. Uzoefu tulokuwa nao, miradi mingi inakuwa vyanzo vinakuwa vinachafuka, havifikii lengo la serikali. Na hii ni kutokana na nini? Kama tunavyofahamu, tuna ndugu zetu wafugaji ambao na wao tunawahitajia, na ufugaji unahitajia maji. Sasa tunataka kufahamu, je, mradi huu au wizara imetenga maeneo maalum kwa wafugaji wetu ili na wao waweze kupata huduma zao na kulinda chanzo hichi kisiweze kuharibika? Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini kitu ambacho kimefanyika pale, uongozi wa wilaya ya Mbulu wameshirikiana vema na wataalamu wetu wa Bonde la Kati na sisi RUWASA kuhakikisha ile eneo halisumbuliwi. Mtakumbuka umeona kuna barabara inajengwa karibu na chanzo pale, kuna mwamba mzuri sana ambao wale wakandarasi waliona ni sehemu ya kupata kokoto nzuri, na ilikuwa imeshafika hatua ya mbali sana, lakini viongozi wa chama hawa kupitia Chama cha Mapinduzi na viongozi wakilishi wa wananchi wakasema sawa, halmashauri inataka mapato lakini huo mlima usiguswe. Hiyo ni kiashiria kimoja ambacho kilitusaidia sana mradi kuanza kujenga, kwa sababu kwenye ule mwamba ndio ulikuwa ni mdomo wa kutema maji kwenda kwenye kisima kile. Lakini swala lingine, Mheshimiwa, tumeelewa kuwa tunatakiwa tujue aquifer kama wataalamu, kama baadhi ya wajumbe wako walisema, aquifer ni sehemu ambayo inatunza maji afu inalisha visima. Sasa hilo eneo linatakiwa ndio lijulikane, ili kwa sababu unaweza kuona kisima kiko hapa lakini maji haya yanatoka kilomita hata 20-30 kutoka hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kuhakikishie, kwa sababu wizara yetu ina section 3 kubwa. Kuna rasilimali za maji, kuna maji vijijini, maji mjini, alafu kuna swala la ubora wa maji. Ni kuhakikishie tu mradi tumefanya vizuri sambamba na watu wa Bonde la Kati, na kuna program kupitia WSP3 ya kufanya kuchimba visima vya observation. Yaani kisima kinachimbwa, lengo lake ni kuangalia tu mwenendo wa maji ya chini. Kwa hiyo maeneo haya vimechimbwa, na vimechimbwa vingi tu maeneo mbalimbali. Lengo ni kuhakikisha kumonita haya maji yanashuka au yanapanda. Kama yanashuka, tatizo ni nini, ili tuweze kufanya kuintervene. Lakini lingine la kujua hicho ambacho wamekisema viongozi hapa ni swala la kulinda ubora, kwa sababu wewe unaweza ukawa maji yako mengi lakini machafu. Kwa hiyo tunatakiwa tujue ile eneo ili tuweze kulilinda. Mheshimiwa Mwenyekiti, hilo tumefanya, investment hii ni kubwa na kuna miradi mingine mikubwa, na serikali kupitia idara yetu ya rasilimali inalifanya vizuri sana, kwa maana ya kuhakikisha maji haya yanakuwa ya kudumu.